Yesu anatimiza lengo lake la kuja hapa ulimwenguni. Leo tunakumbuka wokovu wetu. Yesu Kristo anakufa kwa ajili yetu, na kwetu hiyo ni habari njema, habari ya wokovu wetu. Lakini katika siku kama hii, siku ya Ijumaa Kuu, kawaida kuna swali tunaulizwa sana sisi wa Katoliki: nini kinachoitwa kuabudu msalaba? Nini kinachoitwa kuabudu msalaba katika hii Ijumaa Kuu? Na neno hilo kuabudu msalaba linatuweka mbali sisi wa Katoliki, linatuangusha kuabudu msalaba. Kinachofanyika katika ibada hii ya Ijumaa Kuu, tunauheshimu mti na kuabudu wokovu, na wokovu huo ni Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunamwabudu Yesu Kristo ambaye ametundikwa juu ya mti huo wa msalaba. Na ndio maana katika ibada hii kuhani wakati ule wa kuabudu msalaba anatangaza na kurudia mara 3 ili kila mtu asikie vizuri na kuelewa vema. Yaani kuhani anatangaza, huu ndio mti wa msalaba ambao wokovu umetundikwa juu yake, njoni tumwabudu. Tunaalikwa sote kujongea mbele kwa jicho la imani kwenda kumwabudu Yesu Kristo ambaye ametundikwa juu ya mti huo. Na jina la Yesu ni jina ambalo linatokea kwa neno la Kiebrania, neno Yeshua, maana yake wokovu. Basi ikiwa wokovu ndio Yesu, katika ibada hii ya Ijumaa Kuu hatuabudu mti wa msalaba, tunamwabudu Yesu Kristo mwenyewe ambaye yuko juu ya mti huo. Kwa hiyo yote tunayofanya katika siku hii ya Ijumaa Kuu tunayafanya vema na kwa haki, kwa sababu Yesu Kristo ambaye ni wokovu wetu ni Mungu wa kweli, na ni Mungu peke yake ambaye tunapaswa kumwabudu. Yesu Kristo akiwa ndiye nafasi ya pili ya Mungu, ni haki yake kuabudiwa, ni haki yake kuabudiwa peke yake. Katika siku hii ya Ijumaa Kuu tufungue akili zetu, tufungue akili za imani yetu kwa makini sana, ili tumuone kwa imani huyu wokovu wetu aliyetundikwa juu ya msalaba. Kwa imani hiyo sisi sote tumwabudu Yesu Kristo ili naye aweze kutukumbuka katika ufalme wake wa milele. Msalaba, ndugu zangu, ni kitambulisho cha upendo, ni alama ya ukombozi wetu, na ni alama ya maisha yetu ya kila siku. Tukisoma kitabu cha Yohane 3:14 hadi 18 tunafundishwa kwamba kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo Mwana wa Adamu lazima ainuliwe, yaani atundikwe msalabani, ili kila anayemwamini awe na uzima wa milele katika yeye. Wapendwa, Mungu amekupenda sana, ndio maana anakubali kumtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu anayemwamini
asipotee, bali aweze kupata uzima wa milele. Na Mungu anatualika pia sisi sote tupendane. Anatuambia, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna mtu aliye na upendo kama mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Kwa hiyo wapenzi, na tupendane, kwa sababu pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anayependa anamjua Mungu, kwa sababu upendo ndio Mungu. Lakini asiyependa hamjui Mungu, kwa sababu Mungu ndio upendo. Basi msalaba ni alama ya upendo. Msalaba ni alama ya ukombozi wetu kwetu sote wanadamu, na Biblia inashuhudia hilo, na Yesu Kristo mwenyewe anasema wazi kwamba kwa ajili ya kuwakomboa wanadamu, kuinuliwa au kutundikwa msalabani ilikuwa ni muhimu kwake. Wapendwa, tumekombolewa kwa msalaba, na imani yetu inatokea kwa msalaba. Basi hatuna kitu kingine cha kuionea fahari isipokuwa msalaba ambao ni alama ya ukombozi wetu. Ndio maana Paulo anatuambia kwamba msione fahari juu ya kitu chochote isipokuwa katika msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tukumbuke kila taifa ambalo ni huru lina bendera yake, na kila taifa ambalo ni huru lina wimbo wake wa taifa. Bendera kwa mfano inaeleza jinsi uhuru huo ulivyopatikana, na wimbo wa taifa unaeleza sera na imani ya taifa husika. Kumbe kwa taifa letu, taifa la Mungu, bendera yetu ni msalaba. Bendera yetu ni msalaba wa Kristo. Ndio msalaba huo unaoeleza jinsi uhuru wetu ulivyopatikana, jinsi kanisa Katoliki ilivyopatikana, yaani kwa kumwagika damu azizi isiyo na hatia yoyote pale msalabani. Lakini wimbo wetu wa taifa ni upendo, kupenda Mungu na kuwapenda jirani zetu. Sasa basi, yeyote asiyeonea fahari msalaba, au anayekwazika na msalaba, au anayekwazika na neno la kusulubiwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, huyu yupo katika njia ya upotevu. Ndugu zangu, msalaba ni alama ya maisha yetu ya kila siku kama sisi wa Kristo. Kama Kristo alivyopata mateso wakati wa kuelekea kwenye ufufuo wake, vivyo hivyo pia sisi kama tunamfuata yeye, tujiandae kupata magumu hayo. Tujiandae kupitia magumu hapa duniani wakati wa mwendo wa safari yetu ya kuelekea maisha ya umilele. Yesu mwenyewe anatukumbusha na anasema wazi, iwapo ulimwengu umewachukia, mjue ya kwamba umenichukia mimi kabla kuwachukia mimi. Kama mngekuwa wa ulimwengu huu, ulimwengu ungewapenda walio wa kwake. Lakini kwa kuwa ninyi sio wa ulimwengu, bali Mungu ametuchagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu utatuchukia. Basi ikiwa Kristo mwenyewe aliteswa, ikiwa Kristo mwenyewe alitemewa mate, ikiwa Kristo mwenyewe alipigwa mikuki, tujiandae kupitia mateso haya. Lakini pia Yesu Kristo anatuambia kwamba mtu yeyote
ambaye ni mpasi wa Kristo, sharti ni moja: lazima ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake na amfuate. Na Mtakatifu Fransisko wa Sale anasema kwamba sio kila msalaba umetengenezwa kwa mbao. Kwa hivyo tutakutana na mambo mengi katika maisha yetu hapa duniani. Haya yote ni misalaba: magonjwa, njaa, shida za kifamilia, yote hayo ni misalaba. Na Yesu anatualika tuibebe misalaba hiyo kwa imani kuu. Wapendwa, tunapotafakari kifo cha Yesu Kristo msalabani, tunaalikwa kila mmoja leo ajiulize, ni watu wangapi nimewasulubisha mimi msalabani? Ni watu wangapi kwa maneno yangu nimewasulubisha msalabani, kwa kuharibia labda majina yao au kuwasema vibaya? Watu wangapi nimewaua kwa maana ya kuwavunja mioyo? Tutafakari juu ya mambo haya leo tunapotafakari juu ya kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, ili tuweze kupata toba ya kweli. Tumsifu Yesu Kristo.